Rais wa Tanzania Samia Suluhu ajawa na mashaka baada ya kupata onyo kali kutoka kwa Nabii Mwacha. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Nabii Musa Richard Mwacha, anayefahamika sana kwenye mitandao ya kijamii kama Kuhani Musa, ameibua mjadala mkubwa kitaifa baada ya kutoa wito mzito kwa Watanzania kulinda amani ya taifa lao, akitaja Tanzania kuwa moja ya nchi chache barani Afrika ambazo Mungu amejalia kuwa kimbilio la amani na utulivu. Kauli hii imetolewa katika mkutano wa hadhara uliofanyika jijini Dodoma na kuhudhuriwa na waumini pamoja na wanahabari kutoka maeneo mbalimbali. Katika hotuba yake, Nabii Mwacha ameeleza kwa uzito mkubwa nafasi ya Tanzania kama ngome ya ukombozi na hifadhi kwa mataifa jirani kama vile Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambayo kwa muda mrefu yamekumbwa na machafuko ya kisiasa, vita vya wenyewe kwa wenyewe na misukosuko ya kijamii. Ameeleza kuwa Watanzania wamekuwa na moyo wa kipekee wa ukarimu, wakifungua milango kwa wakimbizi na kuwakaribisha kwa utu. Ni jambo ambalo ni kiashiria cha baraka ya kipekee iliyo juu ya taifa hili. Nabii huyu ameonya kuwa kuichezea amani ni sawa na kuchezea zawadi kutoka kwa Mungu. Amani, amesema, haipaswi kuchukuliwa kama jambo la kawaida, bali ni neema ya kipekee inayohitaji kuhifadhiwa kwa juhudi, maombi na mshikamano wa kitaifa. Ametahadharisha kuwa taifa hilo lisilo na amani haliwezi kufanikisha maendeleo, huku akihimiza kila raia bila kujali kabila, dini au itikadi ya kisiasa kuchangia katika kuimarisha umoja wa taifa. Kauli hii ya Nabii Mwacha imekuja katika kipindi ambacho baadhi ya matukio ya hivi karibuni nchini yameanza kuonyesha dalili ya mvutano wa kisiasa na mpasuko wa kijamii. Hali hiyo imemfanya kiongozi huyo wa kiroho kusisitiza kuwa jukumu la kulinda amani si la viongozi wa kisiasa au taasisi za dola pekee, bali ni kila mmoja ndani ya jamii. Kwa mujibu wa Nabii Mwacha, Tanzania imetengwa na Mungu kama mfano wa tumaini kwa mataifa mengine, na hivyo ni wajibu wa kila raia kuhakikisha kuwa anashiriki kikamilifu katika kutunza urithi huo wa amani. Ametoa wito kwa Watanzania kuishi kama familia moja inayoheshimu tofauti na kuziangalia kama nguzo za kuimarisha mshikamano badala ya kuwa chanzo cha migawanyiko. Ujumbe huu umeibua hisia mseto katika mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya watu wamepongeza ujasiri wa nabii huyu kwa kuzungumzia kwa uwazi umuhimu wa kudumisha amani. Wengine wameeleza kuwa viongozi wa kiroho kama yeye wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuhimiza maadili, mshikamano na maelewano katika nyakati ambazo misingi ya kitaifa inajaribiwa. Kwa ujumla, kauli ya Nabii Mwacha imekuja kama mwanga wa matumaini katika kipindi ambacho dunia na hata baadhi ya mataifa jirani yanazidi kuyumba kutokana na migogoro ya ndani. Ametoa sauti ya kipekee inayokumbusha kuwa Tanzania bado ina nafasi ya kuwa kielelezo cha amani barani Afrika, iwapo wananchi wake wataamua kusimama kwa umoja na kuhakikisha taifa linabaki salama kwa vizazi vya sasa na vijavyo.